ambayo yanasomeka bila kuathiri masharti ya kanuni ya 57 fasili ya kwanza. Hayo tumeweka kwenye bold letters kama ilivyokuwa ikishauriwa na wajumbe mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni ya 57 fasili ya kwanza inasomeka kwenye bold letters, vikao vyote vya kamati za bunge maalum vitafanyika kwa faragha na. Kwa hiyo vikao vyote vya kamati za bunge maalum vitafanyika kwa faragha na tumeviweka hivi vyote katika bold letters. Lakini fasili yote inasomeka vikao vyote vya kamati za bunge maalum vitafanyika kwa faragha na hakuna mtu yeyote asiyekuwa mjumbe wa kamati, mtumishi wa bunge maalum au mtaalamu aliyeitwa na mwenyekiti wa bunge maalum atakayeruhusiwa kukaa katika sehemu yoyote ya ukumbi wa mikutano ya kamati wakati kikao cha faragha cha kamati kinaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wajumbe waheshimiwa muangalie ukurasa wa 46 fasili ya 3 ya kanuni ya 57 ambayo tumerekebisha bila kuathiri masharti ya kanuni hii. Mwenyekiti wa kamati au mjumbe yoyote kwa idhini ya mwenyekiti anaweza kutoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu mambo yaliyojitokeza kwenye kikao cha kamati. Hayo mwenyekiti, ukiona karibuni yote tumeweka katika bold letters, na hii pia ina reflect mawazo au maelekezo au ushauri tuliopata kutoka kwa baadhi ya wajumbe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuangalie sasa kanuni ya 58 fasili ya kwanza D. Katibu na naibu katibu ambaye atakuwa ni katibu wa naibu katibu wa kamati. Katibu na naibu katibu ambaye atakuwa ni katibu na naibu katibu wa kamati. Hapa tuliongeza mwenyekiti ni hiyo naibu katibu ambaye atakuwa ni katibu na naibu katibu wa kamati. Hayo tumeweka katika bold letters. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba waheshimiwa bunge tuangalie ukurasa wa 47 kanuni ya 61 ambapo tumebadilisha ile kamati ya maridhiano na kuita kamati ya mashauriano. Kwa hiyo neno mashauriano kwenye fasili ya kwanza tumelibold ili waweze kuyaona hayo mabadiliko tuyafanya. Vile vile ukurasa wa 48 fasili ya kwanza fasili ya kwanza A, tumerejea tena hilo neno mashauriano na kuondoa neno maridhiano ili liweze kuonyesha ushauri ambao wajumbe walituongoza. Fasili ya pili inasomeka, mwenyekiti wa bunge maalum baada ya kushauriana na kamati ya uongozi atateua wajumbe wa kamati ya mashauriano kwa kuzingatia suala husika na mazingira yake. Huu mwenyekiti ni ushauri pia tuliopata kutoka kwa wajumbe na tumeuweka. Mwenyekiti, kanuni ya 62 fasili ya kwanza C ina maboresho tuyafanya kwa kuonyesha kwenye bold letters na inasomeka, kuwasilisha kwenye kikao cha wenye viti wa kamati taarifa ya kamati kuhusu mambo yaliyokubalika na kuungwa mkono na wajumbe walio wengi na sehemu ya taarifa ya maoni ya wajumbe walio wachache. Marekebisho tumeweka kwenye kikao cha wenye viti wa kamati na vile vile sehemu ya taarifa ya maoni ya wajumbe walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiangalia ukurasa wa 49 kanuni ya 64 fasili ya kwanza inasema, mambo yote yatakayojadiliwa na kamati ya bunge maalum yataamuliwa kwa thuluthi mbili ya wajumbe wote wa kamati kutoka Tanzania bara, na hapo tumeongeza hajawa rekodi vizuri, na wajumbe wote kutoka Tanzania Zanzibar. Kwa hiyo kuna marekebisho ambayo tutayafanya wakati tukitayarisha hiyo rasimu ya mwisho.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba waheshimiwa wajumbe tuangalie ukurasa wa (57) kanuni 82 fasili ya pili, ambayo inasema au inasomeka: vazi rasmi kwa mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa bunge maalum litakuwa ni mojawapo ya mavazi yaliyoainishwa katika fasili ya 3A na B ya kanuni hii, bila ya au na joho lenye kuonesha rangi za bendera ya taifa na nembo ya taifa lililoshonwa maalum kwa ajili hiyo, ambalo litavaliwa juu ya vazi lake. Kwa hiyo marekebisho hapa ni mojawapo ya mavazi yaliyoainishwa katika fasili hiyo ya kanuni hii, bila ya au na. Vile vile fasili ya 3A Roman 1, suti kamili ya Kiafrika au suti ya safari yenye ukosi au shingo ya mviringo na mikono mirefu au mifupi ya rangi nyeusi au bluu, bila ya au na joho maalum la makatibu mezani. Marekebisho ni bila ya au na. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukienda ukurasa wa 58 tunaangalia pale juu Roman 2, suti kamili ya kimagharibi ya rangi nyeusi au bluu na shati jeupe na tai, bila ya au na joho maalum la makatibu mezani. Kwa hiyo marekebisho hapa imekuwa ni bila ya au na. Na vile vile inasomeka hivyo hivyo, marekebisho yakiwa bila ya au na katika B kwa makatibu wanawake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba niwapeleke waheshimiwa wajumbe ukurasa wa 59 tukiangalia kanuni ya 82 fasili ya 7 B kwa wanaume. B Roman 3, vazi la kimwambao, yani kanzu nadhifu yenye mikono mirefu, koti, baragashia na viatu vya wazi. Hayo ni marekebisho pia ambayo tuliyapata kutoka kwa wajumbe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani nimemaliza, nimefika mwisho. Naomba kuwasilisha marekebisho tuyafanye. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Sijui kama kuna mmoja kati ya wajumbe wako ambaye wana lolote la kuongezea. Mheshimiwa Jussa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako, kuna maeneo machache ambayo katika hayo aliyosema mwenyekiti kwamba tuliyapitia baada ya kugawanya hizi na tukafanya marekebisho ili kuingiza baadhi ya maeneo machache sana ambayo yalikuwa makatibu walighafilika kuingiza. Na moja, nawaomba wajumbe waangalie ukurasa wa 28 ukurasa wa 28 kwanza mwenyekiti,
baadaye nitarudi nyuma kidogo, lakini hili ni dogo sana. Ukurasa wa 28, mwenyekiti, katika kanuni ya 36 fasili ya 3, na ili nifahamike ningeomba kwanza nisome vile kama ilivyo. Ilikuwa inasema pale ambapo mapendekezo ya marekebisho au mabadiliko yatakubaliwa, ibara inahusika rasimu ya katiba itahesabiwa kuwa imepitishwa pamoja na mabadiliko yake. Halafu tuna maelezo pale, isipokuwa kwamba pale ambapo mapendekezo, marekebisho au mabadiliko yatakataliwa, ibara inayohusika rasimu ya katiba itahesabiwa kuwa imepitishwa bila marekebisho au mabadiliko. Hili wajumbe kama watakumbuka walitaka lisawazishwe na wakataka kwamba hata hicho kifungu cha rasimu kitabidi nacho pia kipigiwe kura. Sasa katika marekebisho hapa mtaona tuliongeza fasili ya 4 na ya 5 ambazo zilizingatia yale mapendekezo kwamba kuna duru zaidi ya moja ya kupiga kura ili kuruhusu mashauriano, lakini ikawa ile isipokuwa imeachwa kama ilivyokuwa. Sasa mwenyekiti, tumefanya marekebisho hapo, na sasa itakuwa ikisomeka isipokuwa kwamba pale ambapo mapendekezo ya marekebisho au mabadiliko yatakataliwa, ibara inayohusika rasimu ya katiba itapigiwa kura kama ilivyo kwa kufuata masharti kama yale yaliyopo kwenye fasili ndogo ya 2. Kwa hivyo nayo vile vile yatapigiwa kura. Lakini halafu ikiwa haikupatikana uamuzi, ndio itakuja sasa fasili ya 4 na ya 5 ambayo mwenyekiti tayari ameisoma. Lakini mwenyekiti, marekebisho mengine makubwa sana ya lugha ni ya lugha tumefanya katika kanuni ya 32 na 33, lakini pia na katika kanuni nyingine kadhaa zinazofuata ambazo zinabeba maudhui hayo hayo. Katika kanuni ya 32, mtakumbuka katika majumuisho tulikuwa tumeyafanya siku ya Ijumaa ambayo alifanya Mheshimiwa Amon, alisema kwamba baada ya mjadala ule uliokuwa umefanyika wa siku 2, tulikubali kwamba au tulikuwa tumekubaliana mapendekezo wajumbe kwamba tupendekeze kwamba taarifa ya kamati itakuwa ni moja yenye sehemu 2. Kwa hivyo hayo maelezo sitaki ni yasome kwa urefu kwa sababu itabidi nisome kanuni zote, isipokuwa kama mwenyekiti utaniagiza hivyo, lakini tumerekebisha kote kuonekana kwamba taarifa ni moja ambayo itakuwa na sehemu 2, lakini bila shaka uwasilishaji utakuwa wale wenye maoni ya walio wengi, maoni yao yatawasilishwa na mwenyekiti mmoja wapo, na wale ile sehemu yenye maoni ya wajumbe walio wachache, basi nao pia atamchagua mjumbe mmoja wapo kuwasilisha maoni au kuwasilisha sehemu ya taarifa ile yenye maoni yao. Hayo ndio marekebisho ambayo tulikuwa tumefanya mwenyekiti. Na dogo jingine kama alivyosema mwenyekiti liko katika kanuni ya 64. 64(1) tulikuwa ameisoma mwenyekiti tayari pale. Hii mwenyekiti iko katika ukurasa wa 49. Alisema pale kwamba kidogo kulikuwa na makosa ya uchapaji, kwa hivyo sasa itasomeka 64(1): mambo yote yatakayojadiliwa na kamati ya bunge maalum yataamuliwa kwa kuungwa mkono na 2/3 ya wajumbe wote wa kamati kutoka Tanzania bara na 2/3 ya wajumbe wote wa kamati kutoka Tanzania Zanzibar. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. Asante sana mwenyekiti. Baada ya hayo nafikiri ndio tumemaliza. Okay. Sasa waheshimiwa wajumbe, nimepokea maombi kabla hatujaenda ukarasa kwa ukarasa ya waheshimiwa wafuatao ili wasome. Samani, naona kuna taarifa nyingine kidogo pale. Mheshimiwa, karibu. Mwenyekiti, nashukuru kwa hii nafasi. Kulikuwa na marekebisho kidogo ya uandishi ukurasa wa 2 waheshimiwa wajumbe, katika maneno ambayo yana wino uliokoleza. Kuna neno linasomeka katika mstari wa 3, kuna neno linasomeka
katiba zinazoanzia. Lile neno badala zinazoanzia linapaswa kusomeka kuanzia. Kuanzia. Ukurasa wa pili, maneno yaliyo na wino uliokolezwa yanapaswa kusomeka katika mstari wa 3 wa hayo maneno yaliyokolezwa. Kuna mahali panasomeka ya katiba zinazoanzia. Badala ya neno zinazoanzia lisomeke kuanzia. Ukurasa wa 4. Ukurasa wa 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa ya maoni ya walio wachache, kama Mheshimiwa Jussa alivyosema, hii si taarifa itakayokuja peke yake. Kwa hiyo haitwi taarifa ya maoni yaliyo wachache, itakuwa inasomeka maoni ya walio wachache, kwa sababu hii sio taarifa peke yake. Na pia maneno mengine yaliyorekebishwa hapo chini yake kuna maneno yanasomeka iliyoandaliwa na idadi ndogo ya wajumbe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapendekeza isomeke ni taarifa iliyoandaliwa na wajumbe wa kamati ambao hawakubaliana na maoni ya wajumbe wa kamati walio wengi. Kwa hiyo yanafutwa maneno idadi ndogo ya. Hayo naomba yafutwe, ndugu wajumbe. Halafu chini kabisa kwenye ukurasa inasomeka watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba yasomeke wajumbe wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo neno watu liandikwe wajumbe. Ukurasa wa 9, Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, naomba tuelekee ukurasa wa 9. Katika ukurasa wa 9, fasili ya 10, fasili ndogo ya kwanza, katika hiki kiapo hapa mwisho kabisa kabla ya neno ewe Mungu nisaidie, kuna maneno yanasomeka na bila ya kukiuka sheria za nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, maneno haya tunaomba yafutwe kwa sababu hayapo kwenye sheria. Na bila kukiuka sheria za nchi yafutwe, yaishie bila upendeleo ewe Mungu nisaidie. Halafu fasili ya 3, fasili ndogo ya 3, fasili ndogo ya 3, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hiyo fasili ya 10, maneno yani hii fasili isomeke hivi kwa kifupi: utaratibu wa kuapa au kula yamini utafanyika kwa pamoja nukta. Haya maneno mengine yanayofuata, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imeyafuta. Nadhani ndugu wajumbe tuko wote hapo. Fasili ya 3 mstari wa 2 na wa 3 yote yanafutwa. Alafu nirudie. Fasili ya 10. Fasili ya 10, fasili ndogo ya kwanza ina kiapo pale. Kile kiapo ukienda mwishoni kinasema na bila ya kukiuka sheria za nchi ewe Mungu nisaidie. Maneno na bila ya kukiuka sheria za nchi hayapo kwenye kiapo kilicho kwenye sheria. Kwa hiyo hayo maneno kamati inapendekeza yafutwe. Halafu kwenye fasili ndogo ya 3, kwenye fasili ndogo ya 3, Waheshimiwa wajumbe, maneno yaliyokolezwa ukianza na neno utafanyika kwa pamoja, nukta inapaswa kuja baada ya neno pamoja. Maneno yanayofuata baada ya hapo tunapendekeza yafutwe. Okay. Haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 11, fasili ya 14. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 11, fasili ya 14, fasili ndogo ya kwanza, maneno Jumatatu na Jumamosi J zinapaswa kuwa na herufi kubwa. Alafu neno ila linapaswa kusoma isipokuwa. Ukurasa wa 11, ukurasa wa 11, fasili ya 14, maneno Jumatatu na Jumamosi yameandikwa kwa herufi ndogo. J hizi za mwanzo zinapaswa kusomeka kwa herufi kubwa, na neno ila ambalo liko chini kidogo tu ya hapo lisomeke isipokuwa badala ya ila.
Alafu kwenye hiyo fasili, Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya kwenye twende, ndugu wajumbe, twende mahali anaposomeka isipokuwa kwamba, kwenye hii fasili ya pili, isipokuwa kwamba, hapa kwenye mstari wa 3 kuna neno linasomeka kusitishwa. Lile neno lisomeke kuahirisha. Neno lisomeke kuahirishwa badala ya kusitisha. Ndio. Wajumbe tuko hapo. Ukurasa wa 11, fasili ya 14, fasili ndogo ya pili, maneno isipokuwa kwamba. Chini kabisa, au nisome yote? Isipokuwa kwamba mwenyekiti akiona inafaa, bunge maalum linaweza kuendelea kukutana kwa muda usiozidi dakika 30 au kusitishwa. Sasa badala ya kusitishwa iwe kuahirishwa. Fasili ya 5 tayari. Fasili ya 5 mstari wa 2 mwishoni unasomeka atasitisha. Mwenyekiti atasitisha. Hilo neno atasitisha lisomeke ataahirisha. Neno atasitisha lisomeke ataahirisha. Fasili ndogo ya 5 mstari wa 2 neno la mwisho. Ndugu wajumbe, ukurasa wa 11, fasili ya 14, fasili ndogo ya 5. Kanuni ya 14. Kanuni ndogo ya 5. Mstari wa 2 mwishoni kuna neno atasitisha. Lisomeke ataahirisha. Kanuni ya 14, ndugu wajumbe, ipo ukurasa wa 11. Aya, bunge maalum litakaporejea saa 10 jioni litaendelea kukutana hadi saa 2 usiku, wakati ambapo mwenyekiti atasitisha. Ataahirisha. Sasa ataahirisha. Sasa hili neno mwenyekiti atasitisha lisomeke mwenyekiti ataahirisha. Muendelee kusoma. Ataahirisha shughuli. Hebu isome yote Mheshimiwa. Aha. Ili isikike vizuri. Haya. Kwa sababu ya kuliahirisha imejitokeza kama mara 2. Hebu isome yote. Aha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maneno mengine huku mbele tulifuta, kwa hiyo itasomeka itasomeka mwenyekiti ataahirisha shughuli za bunge maalum hadi siku inayofuata au siku nyingine atakayoitaja. Ataahirisha shughuli za bunge maalum hadi siku inayofuata au siku nyingine atakayoitaja. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 14. Ukurasa wa 14. Ni kanuni ya 16 ndio ambayo inaendelea mpaka ukurasa wa 14, fasili ya 9. Fasili ya 9 ama kanuni ndogo ya 9C inasema atathibitishwa na daktari. Tunaomba hiyo isomeke atathibitishwa na bodi ya tiba. Atathibitishwa na bodi ya tiba badala ya daktari. Atathibitishwa na bodi ya tiba, ndivyo sheria ilivyo. Hawezi kuthibitishwa na daktari tu mmoja. Haya, waheshimiwa wajumbe, hayo marekebisho pia yanafanyika kwenye kanuni ya 17 fasili ya 5C. Pia inatakiwa iongezwe hapo maneno bodi ya tiba badala ya daktari. Haya. Ndugu wajumbe, hayo ndio ambayo tulipenda kuyaleta kwenu, lakini kwa sababu naona kuna minong'ono kuhusu bodi ya tiba ndio inayothibitisha kama mtu hataweza kufanya kazi kwa ajili ya
sababu za kiafya na sio daktari mmoja. Asante. Mwongozo mwenyekiti. Mwenyekiti wa kamati mmemaliza au kuna jambo jingine? Mwenyekiti, nina hoja kwenye hilo jambo la kisheria lilolitaja mheshimiwa hapo, ambalo nilikuwa nadhani kwamba angetuweka sawa tu kwamba kile kiapo alichosema angeeleza tu bayana kwamba kiapo kilichoandikwa kwa Kiingereza na kile cha Kiswahili, viapo hivi vinatofautiana, kwa sababu kiapo cha Kiswahili kina maneno hayo bila kuathiri, yani bila kuvunja sheria. Kwa hiyo angeiweka tu vizuri ili isije ikaonekana kwamba haimo kwenye sheria ya Kiswahili, ila kwa ile tafsiri ya kwanza iliyoletwa kwamba panapotokea mgongano kati ya tafsiri ya Kiswahili na ya Kiingereza, tunachukua ya Kiingereza, kwa sababu kwenye tafsiri sheju namba 4 toleo la Kiswahili maneno yale yaliyofutwa yamo ndani ya sheju. Kamati, kuna maneno kuhusu hilo? Hakuna. Hai. Mheshimiwa Justice Werema. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Ukisoma kama ulivyosoma Mwalimu Oluoch, sheria iliyo katika lugha ya Kiswahili ni kweli na maneno hayo, na sheria iliyo katika lugha ya Kiingereza ina maneno hayo, maneno hayapo. Na tulikubaliana katika tafsiri katika kamati kwamba tungependa kutumia lugha iliyotumika kutunga sheria, na tunaruhusiwa kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria ya tafsiri ya sheria zetu sura ya 1, ambako sheria ya Kiingereza katika lugha ya Kiingereza inatawala. Hata hivyo maneno hayo kwa kuzingatia sheria yako pia ukitafasiri vizuri kwenye maneno ya Kiingereza, kwa maana kwamba atazingatia wajibu wake, na kuzingatia wajibu wake ni pamoja na kuheshimu sheria za nchi. Kwa hiyo ndio maana tukaseto kwenye hiyo. Hili la bodi ya tiba, kwa kawaida mtu anapokuwa na nafasi kama atakayekuwa naye mwenyekiti kwenye jopo la watu hawa wajumbe, hawezi kutolewa na daktari mmoja kwamba hafai, kwamba ana matatizo ya afya. Kwa kawaida inaundwa jopo, na hili jopo kwa lugha ya sheria iko sheria maalum, ni bodi ya tiba ambayo kwa kawaida ni madaktari 3 na ni ad hoc, wanaundwa pale ambapo tatizo linatokea. Na wengi wenu pengine wale ambao mlipata nafasi ya kwenda India, recommendation ilitoka kwenye jopo hilo, sio daktari mmoja. Sasa nichukue nafasi kumshukuru mwenyekiti pamoja na wajumbe wake wote kwa kuwasilisha marekebisho mbalimbali ambayo yametokana na michango ya waheshimiwa wajumbe mpaka yale ambayo tulichangia mpaka siku ya Ijumaa. Sasa niwape nafasi waheshimiwa wafuatao kabla hatujaenda kwenye hatua ya ukarasa kwa ukarasa au vifungu kwa vifungu. Nimwombe basi Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda aseme machache, na baadaye Mheshimiwa Philemon Mbowe. Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nikushukuru sana kwa kunipa fursa hii. Naamini nitatumia muda mfupi sana ili kukuwezesha kuendelea na kazi kubwa ulionayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama si kwa sababu nataka kuanza mjadala wa kuchangia kwa maana ya ibara kwa ibara, hapana. Mimi nataka niseme maneno ya jumla kidogo kwa ajili ya kusaidia tu huko tunakokwenda. Sasa karibu tutaanza kazi ambayo mimi naamini ndio hasa tunaisubiri kwa hamu. Ingawa tuko kwenye hatua bado ya semina, lakini hatua muhimu sana ambayo tukitoka pale tutakaporudi sasa kama bunge inaweza kuturahisishia kazi ikawa nyepesi zaidi. Baada ya kusikiliza mjadala iliyotangulia mpaka siku ya Ijumaa, nililiona kubwa lijitokeza. Yako maeneo kwa sehemu kubwa tumekubaliana na kamati tumefanya kazi nzuri, lakini kulikuwa na maeneo mengine bado yalionekana kama yana matatizo hivi, na hasa yalikuwa kwenye sehemu ya 4 ambayo inahusu uendeshaji wa shughuli za bunge maalum, na hasa sehemu ya A ambayo inahusu uhalali wa shughuli. Pale ndio kidogo kulikuwa na maeneo ambayo yalihitaji watu kusema maneno mengi kidogo, lakini nataka nishukuru sana kwamba tulipofika si haba. Nataka nishukuru sana kamati, imefanya kazi nzuri mpaka sasa, fanya kazi kubwa na nzuri sana. Lakini zaidi ni kushukuru wewe, maana kuongoza kundi kubwa la wajumbe kama hawa, huna mwongozo, huna kanuni, huna kitu. Kwa sehemu kubwa umetumia hekima na busara tu, na hekima hizo ndio na wabunge sasa kwa ujumla wake wameweza kuzitumia mpaka leo mmeweza kutufikisha hapa. Wananchi wanatutazama, wana matarajio makubwa, na wanaamini kazi ambayo tumekuja kuifanya tutaifanya vizuri kwa ushirikiano wa karibu sana, ili tuweze kutoka hapa na kwenda mbele kama ambavyo tulikuwa tumedhamiria tangu mwanzo. Na kanuni ni hatua ya mwanzo muhimu sana ambayo itatuongoza sasa namna tutakavyokuja kushughulika na rasimu ya katiba. Kwa hiyo kwa kweli ni faraja kubwa, lakini bado najua tuna kazi kubwa. Nataka niwaombe waheshimiwa wajumbe wote wenzangu, huko tunakokwenda sasa, moja ambalo nadhani wengi tutakuwa pengine tuliliona, nadhani kutokuwa na utaratibu na kanuni. Mimi nataka niwasihi sana, tujadiliane, tushindane, lakini katika kufanya hivyo tuzingatie sana staha, lugha. Sababu wakati mwingine lugha inaweza, hata kama mtu alitaka kusikiliza akaamua kukasirika, na kwa hiyo asione kwamba umemsaidia. Na mfano mzuri ni baadhi yetu lugha tulizozitumia dhidi ya wajumbe kamati na kamati kwa ujumla, kidogo iliwavunja moyo, lakini tumewatia moyo tukasema hapana, endeleeni, ni michango ya jamii, michango ya wajumbe. Lakini kubwa kweli tujaribu kuwa na staha na kuona kwamba wenzetu wanalolifanya ni jambo jema. Kuanzia sasa tutakapoanza, kama mtakavyoona, na baada ya kuwasikiliza wataalamu hapa walipotupitisha, inawezekana kabisa mwenyekiti, bado tutakuwa na maeneo ambayo nahisi yanahitaji kazi ya ziada. Hofu yangu yasije hayo maeneo yenye ukakasi hivi yakatufikisha mahali kama wajumbe hapa ikawa pengine ndio chanzo cha mtafaruku, kabla pengine hatujafikiria hatua nyingine ambazo zingeweza zikatuokoa, alimradi tuweze kwenda mbele. Kwa nataka nikuombe sana mwenyekiti, na niombe wajumbe wenzangu wote, kwenye maeneo hayo tutakapokuwa tunayapitia, tukiona hili ndio moja maeneo yale ambayo pengine yanahitaji kuzingatiwa vizuri zaidi, basi niombe sana wajumbe wote, eneo hilo tungeli ring fence, tukalisitisha hivi, tukakuomba mwenyekiti ukaunda timu ya watu wachache tu, watu wazima, wazee hivi, kwa kuzingatia umri, busara, kwa sababu naamini tunaweza kabisa. Hawa wajaribu kutazama hayo maeneo ambayo yanaonekana magumu na yanataka kwa kweli kwa pamoja tutoke pale,
sababu watu na wananchi wanataka tutoke tuwafikishe mpaka mwisho salama salmini. Ukikubalia rai hii, mimi naamini kabisa tukikaa chini ya uongozi wako tukayatazama hayo makando kando, tukatazama hoja zenyewe, tukatazama eneo gani yanatutia ukakasi, tunaweza kabisa tukakubaliana namna ya kwenda mbele. Mambo haya kwa maoni yangu yanahitaji utoe, lakini yanahitaji vile vile na wewe ukubali wakati mwingine kutoa. Ni give and take katika baadhi ya maeneo. Haiwezekani tu ikawa ni mimi nimesema, mwisho mtafika hamfiki. Kwa mimi nafikiri tukijipanga vizuri na tukakubaliana kwamba jambo hili ni jambo tunaweza tukalitumia, basi mimi rai yangu kwa mwenyekiti ingekuwa hiyo. Sasa kama na wenzangu mtaniunga mkono katika jambo hilo, basi itapendeza ili tuweze wote kwenda kwa pamoja. Nakushukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Asante sana. Naomba radhi kama nimekuchukulia muda wako mzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa maelezo hayo uliyoyatoa. Nimkaribishe basi Mheshimiwa Philemon Mbowe naye aseme machache. Baada ya Mheshimiwa Vuai alivuai. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nikushukuru wewe binafsi na nikupe pole sana kwa kazi ngumu ambayo umeifanya tangu tumeanza kikao chetu hiki. Aidha nitoe vile vile pongezi sana kwa waheshimiwa wabunge wote kwa namna ambavyo wameshiriki katika mazingira magumu, kwa sababu ni ukweli ulio wazi kwamba tumeanza kazi hii katika mazingira ambayo hatukuyaandaa vizuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili limejaa hisia sana. Bunge hili hadi sasa linaendeshwa kwa hofu kubwa. Kuna hofu kubwa iliyotanda ndani ya bunge na kuna hofu kubwa zaidi nje ya bunge. Lakini ni ukweli ulio wazi kwamba tuko ndani hapa wajumbe 635 ambao haina maana kwamba tuna akili kuliko Watanzania wenzetu wote, ila pengine Mungu ametupa fursa ya sisi kuwa wawakilishi wao kufanya mambo ambayo yana msingi wa kuijenga nchi yetu badala ya kuibomoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaipata katiba mpya, tutaipata katiba bora kama wote tutajitahidi na tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe good faith katika process nzima ya kuijenga katiba. Ni kweli tunaweza kushindana kwa utashi na uwezo wa kuzungumza, lakini ni dhahiri kwamba kila mmoja wetu ndani humu ni Mtanzania na tuna uwezo wa kufanya mambo haya kama tutakuwa tumetanguliza dhamira njema kwenye kujadili, kwenye kushauri, kwenye kuheshimiana na kwenye kuvumiliana. Tukianza kuendekeza vitendo vya kupuuzana, vya kubezana, vya kutokuaminiana, hatutaisaidia nchi yetu wala hatutasaidia vizazi vijavyo ambavyo ndio tuna wajibu mkubwa wa kuvitumikia kwenye bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana waheshimiwa wabunge wote. Kuna maneno yanaweza kazungumzwa yakaonekana sio mema, lakini yakawa yana ukweli mkubwa, na hata yanapokuwa hayana ukweli pengine yana hisia ama yamejengwa katika misingi ya hisia. Tustahimiliane. Tumeshaanza kuona katika kipindi cha awali kabisa katika mchakato huu yako mambo yanayofanyika ambayo yanatujenga hofu.
iko mikusanyiko ambayo hatuioni kama ni halali, lakini pengine tungeelezana vizuri, ingekuwa ya uwazi na kuelewana tu. Hata tunapoanza kujenga hisia za kuruhusu hisia za rushwa kujengeka katika mchakato mzima wa katiba, ni mambo ambayo yatatupeleka pabaya kama taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa viongozi wote mlioko mahali hapa, waheshimiwa wabunge, kuaminiana ni jambo la msingi sana, na kuelezana ni jambo la msingi zaidi. Lakini ni lazima wote tujue kwamba tuna wajibu kwa taifa, na tuache kufanya matendo ambayo yanaweza kutuchafua hata heshima yetu. Kama sisi ni wabunge wa bunge la katiba, tuhakikishe mchakato huu unakuwa waheri, mchakato huu unakuwa wenye uadilifu mkubwa, na wala tusiruhusu hata hisia tu kwamba kuna mchakato ya kirushwa inayofanyika mahali hapa isiwe sehemu ya bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, niunge mkono hoja ya Waziri Mkuu, na niseme tu ni kwamba tutaendelea kutofautiana, tutaendelea kuvutana, lakini imani yangu kama tuna nia njema tutakuwa na mwisho mwema. Hapa waheshimiwa bunge ni plenary session, ni kundi kubwa la wabunge, tunaongea kwa pamoja, kila mmoja anaweza kaongea, lakini ni dhahiri kwamba mahali hapa katika wingi wetu huu hawezi kila mbunge akapata fursa ya kutoa hoja kisha wewe mwenyekiti ukajumuisha hoja zote 650 tukasema tumetoka wamoja kama taifa. Ndugu zangu, lazima tukumbuke kwamba tukipasuka ndani hapa tunalipasua taifa. Hakuna kundi lolote litatoka ndani hapa likiwa mshindi kama tutashindwana katika hii process. Kama kundi lako lina wajumbe 100, lina wajumbe 5, lina wajumbe 200, lina wajumbe 600, tukitoka ndani kama taifa lililopasuka, hakika tutalipasua taifa. Naomba sana waheshimiwa viongozi wenzangu, tufanye kazi hii kwa kuaminiana ili tumalize tukiwa na mwisho mwema. Namuunga mkono Waziri Mkuu kwamba vile vipengele ambavyo tutaona vina ukakasi mkubwa, tusipoteze nguvu kubwa kubishana na kunyukana hapa ndani. Vile vifungu ambavyo tunafikiri vina ukakasi mkubwa vitafutiwe utaratibu mwingine wa kiungwana, wa kistaarabu, wa kuvijadili, wa kukubaliana. Kisha kile tunachokubaliana tukirudishe tena hapa kifanywe maamuzi. Tunawaomba sana viongozi wa vyama vya siasa, wa makundi mbalimbali, tusigawane katika jambo hili, tuunganike, tuvumiliane. Naunga mkono hoja ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Na kushukuru pia Mheshimiwa Philemon Mbowe kwa maneno hayo ya busara na kumuunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Vuai Livuai na baadaye tumalizie na Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba. Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe wenzangu, na hususan wale wajumbe ambao ni wapya katika jengo hili katika kundi la 201 na mimi ndo natokea huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya ugeni wa jengo hili, naomba nianze na kuunga mkono hoja ambayo ametoa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kama walivyosema wenzangu walionitangulia, ni kwamba Watanzania wote wa Micheweni, Sumbawanga, Makunduchi, Kojani na maeneo mengine yote ya Tanzania wanatutegemea sisi ambao tuko hapa. Ama tutaidumisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo ambalo ndio lengo letu kuu lililotuleta hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie inshallah tufanikiwe katika lengo hilo. Lakini ili tuweze kufanikiwa,
Ni lazima tukubali kuwa wavumilivu wa kisiasa. Ni lazima tukubali kwamba tumepewa dhamana na wenzetu, na ili kufanya kazi hiyo vizuri, kila mmoja kwa imani yake na hata wale wengine, ni lazima tukubali ndani ya sakafu za mioyo yetu kwamba jukumu kubwa lililopo hapa mbele yetu ni kuidumisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kama tulivyoambiwa na walivyosema wajumbe wengine wakati wakichangia hoja mbalimbali kwamba litakalo tufikisha huko ni kujenga hoja. Kutokana na hali hiyo basi, niwaombe wajumbe wenzangu, limezungumzwa jambo moja hapa na mimi lilipojitokeza katika jambo ambalo sikulipenda, ni lugha chafu, lugha mbovu, lugha ambazo hazituweki pamoja kama ni Watanzania, zinaweza zikatuondosha katika lengo. Kweli ulimi hauna mfupa, lakini yako maneno mengine ukisema mtu anajua hili umedhamiria, na hata ulimi unapoteleza watu watajua kwamba huyu ameteleza ulimi. Kwa hivyo, pamoja na kwamba tuna itikadi tofauti za kisiasa, tumetoka katika makundi mbalimbali, lakini tuiweke mbele Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa faida ya vizazi vyetu na vijavyo. Maneno ya vijembe na hata maneno yanayotufanya tucheke, hata kama jambo sio la kucheka, yanaweza yakawadhalilisha wajumbe wenzetu wanaotoka katika makundi mengine. Tuliangalie sana hili. Na wenzetu mtakaopata fursa za kukaa pale pamoja na mwenyekiti uliopo, yanapotokezea maneno ya kuudhi tusiachekee. Wewe unaweza ukacheka, kumbe mwenzako lililomgusa ananungulika. Hizo sio desturi na mila za Watanzania. Mwisho, mimi ni imani yangu kwamba watu wanasema penye watu hapaharibiki neno, na wengine wanasema nothing impossible if you know the principle. Ndugu mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asanteni sana. Mheshimiwa Vuai Alivuai, na kushukuru sana kwa maneno hayo ya busara. Tumsikilize basi Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote na mimi naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii, na nikupongeze na kukupa pole, kwa sababu shughuli hii sio shughuli nyepesi, ni shughuli nzito na inahitaji uvumilivu mkubwa, na wewe umeonyesha uvumilivu mkubwa, na kupongeza sana. Pili, na kupongeza kwa kuteua kamati yako ya kanuni ambayo kwa kweli imefanya kazi kubwa. Imefanya kazi kwa umakini mkubwa, na imeweza kutuwasilishia rasimu ya kanuni ambayo inaweza kutupa mwongozo. Tulijadili walipotuletea, na kwa kweli katika mjadala ni mambo machache ndiyo yalionekana kidogo yana ukinzani, namna gani tunaweza tukapata muafaka katika mambo hayo machache. Na jambo moja ni hili la kanuni ya 37 inaendelea mpaka 38 kuhusu swala zima la upigaji wa kura ya uwazi au ya dhamira ya siri.
Hili ni swala zito, lina mambo mazito ambayo tunayajadili, na kamati imetueleza mambo haya unaweza kuyajengea hoja pande zote mbili. Lakini mambo ambayo tumekuja kuyajadili hapa, kuna mambo ya shughuli za siasa, ambayo itabidi tuyafanyie maamuzi, na kama wenzetu walivyozungumza kwamba tunahitaji tufanye kazi hii na tutoke hapa tukiwa wamoja. Tunahitaji tufanye kazi hii, tulinde Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunahitaji tufanye kazi hii, tupate katiba itakayowaridhisha wananchi wote wa pande zote mbili za muungano. Hiyo ndiyo kazi yetu. Tusitazame maslahi yetu kama wajumbe, fursa tunazopata za kuweza kusikilizwa. Tumekuja hapa kutunga katiba, sio kuhamasisha kupata kura kwenye uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo ile kauli ya Rais Kikwete kwamba jamani, mnakwenda, alipokuwa anapokea ile rasimu, kwamba tuweke mbele maslahi ya taifa letu, tusijali vyama vyetu ama wingi wa vyama vyetu. Tunajua misimamo ya vyama vyetu, lakini hapa tumekuja kutunga katiba ya nchi yetu, ituweke pamoja. Na wajumbe tuelewe, hatuwezi kukaa hapa tukaondoka bila katiba, tutakuwa tumeiweka nchi pahali pabaya. Baada ya mawazo kuwa yametolewa, ni muhimu sana sisi hapa tuweze kukamilisha kazi tuliyotumwa. Kwa hiyo namshukuru sana Waziri Mkuu katika hoja ambayo ameitoa kwamba lazima tuweze kuwa pamoja. Lile ambalo linatupa wasiwasi, linatupa matatizo, tutazame watu wenye busara, walitazame hilo, watazame athari za pande zote mbili, na watazame nani atakayekwazwa zaidi, yule ambaye anaitaka kura ya siri au yule anaitaka kura ya wazi. Nani atakayekwazwa zaidi? Katika economics tunasema tupate Pareto optimum katika mambo haya ambayo tutakaweza kuyajadili na kuyafikia maamuzi. Na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Asante sana. Mheshimiwa, nichukue nafasi hii, waheshimiwa wajumbe, kuwashukuru sana viongozi wetu ambao wametoa maelezo, kuanzia Mheshimiwa Waziri Mkuu, halafu akafata Mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye kwa bahati mbaya sana, naomba radhi, jina lake nilitamka sivyo, nilisema Philemon Mbowe, ni Freeman Mbowe. Na kuomba radhi sana Mheshimiwa Mbowe kwa utelezi huu wa ulimi kama vile alivyosema Mheshimiwa Vuai kwamba wakati mwingine utelezi wa aina kama hiyo unajua kwamba huyu hakudhamiria, ilikuwa ni utelezi wa ulimi ambao haujakusudiwa, na kuomba radhi sana. Kwa hiyo nawashukuru wote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Freeman Mbowe, Mheshimiwa Vuai Ali Vuai na Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba. Maelezo mliyoyatoa iwe ni mwongozo, maana utakiwa miongozo mingi sana niwe naitoa hapa, wanaombwa. Sasa maelezo haya ya busara yaliyotolewa na viongozi wetu hawa
sasa iwe ni mwongozo ya kuendeshea shughuli yetu kwa ufanisi mkubwa. Niombe basi waheshimiwa wabunge tuzingatie miongozo hiyo. Lakini kabla ya kukaa, nirudie kuwashukuru tena Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yake kwa wasilishaji mzuri sana wa maeneo mbalimbali ambayo mmefanyiwa marekebisho ambayo yalitokana na maoni tuliyotoa wakati wa michango. Nawashukuru waheshimiwa wajumbe wote kwamba kwa muda wote mlikuwa mmetulia, mnasikiliza kiasi cha kufikia pahala pazuri, uwasilishaji ukaenda vizuri na tukapokea miongozo kutoka kwa viongozi wetu wanne waliopata nafasi. Waheshimiwa wabunge, sasa nadhani wakati mwafaka tayari Mheshimiwa